Yes, mtumishi wako Mungu Apostle Florian. Leo nataka nikutazamishe kitu ambacho ni cha ajabu kidogo. Pale ambako unaota ndoto au unaona maono ya wanyama hawa, ni ndoto hatari au ni maono hatari. Unapomwona nguruwe au mbwa kwenye ndoto yako, je, anamaanisha nini? Na ina maana gani? Twende moja kwa moja kwenye Biblia yangu katika Petro wa pili mstari wa pili, sura ya pili mstari wa 22. Biblia inasema, lakini imekuwa kwao sawasawa na ile methali ya kweli, mbwa ameyarudia matapishi yake mwenyewe, na nguruwe aliyooshwa amerudia kugaagaa kwenye matope. Unapoona nguruwe au mbwa, wanamaanisha kwenye ulimwengu wa roho ni roho ya uzinzi na uasherati inayotenda kazi mahali. Unapoona mbwa anakung'ata au mbwa amelala kwenye eneo la kazi yako au eneo la nyumba yako, inamaanisha kabisa ni roho ya uzinzi imeingizwa aidha kwenye nyumba ya kwako, mume wako, watoto wako, familia kwako, inaweza kujikuta imeingia kwenye uzinzi wa kupitiliza. Au unapoweza kumuona nguruwe, unafuga nguruwe wengi, nayo inaweza kawa na maana hiyo hiyo ambayo ni mbaya. Wanyama hao unapowaona kwenye ulimwengu wa roho wanamaanisha maana mbaya ambao ni roho ya uzinzi na utenda kazi. Je, unavyoona hivi, moja kwa moja Mungu anakuwa anakualika kwenye maombi ya kukataa roho ya uzinzi katikati ya kitu ambacho umewaona wanyama wapo. Mungu akubariki sana. Ni mtu wako wa Mungu Apostle Florian Jiala. Shalom. Ilikuwa wanafamilia wa Jesus Embassy. Tafadhali subscribe kwenye alama hiyo nyekundu, gusa alafu bonyeza pia alama hiyo ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata video hizi za mafundisho ya Mungu. Pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii kama Facebook, TikTok na Instagram kwa jina hilo hilo la Apostle Florian Jiala. Karibu.